Kuelekea msimu mpya wa ligi kuu soka Tanzania bara, timu mbalimbali zimeendelea kufanya usajili wa wachezaji, lakini tayari ratiba ya msimu mpya wa ligi kuu imeshatoka na kila timu inajua itaanzia wapi. Sasa hivi ni maandalizi tu kwa kila timu kuona namna gani inajiandaa kuelekea katika msimu huo na kufanya pre-season nzuri kwa ajili ya msimu mpya wa kimashindano. Kwenye line ya simu tuko na afisa habari wa klabu ya Mashujaa kuzungumza naye namna ambavyo anajiandaa na usajili, lakini pia maandalizi yao kuelekea kwenye msimu mpya wa ligi kuu soka Tanzania bara, huku vijana wao wawili wakiondoka kutoka Mashujaa kwenda Young Africans. Watueleze namna ambavyo wanajipanga pia na msimu mpya wa ligi kuu. Semaji, habari yako? Habari njema, habari za studio. Nzuri, unaendeleaje? Bana, mimi niko sawa sawa, leta maneno. Niko vizuri bana. Tunaona vijana wenu mmewaruhusu kwenda kutafuta changamoto sehemu nyingine. Vipi, hii imekaaje, namna ambavyo mnajiandaa na msimu mpya, lakini pia kuachia nyota wenu kwenda kwenye vilabu vingine? Kwanza tuwapongeze vijana wetu kwa jitihada na kuonekana na vilabu vingine na ndio maana unaona wamechukuliwa kwenda sehemu kubwa zaidi. Kwetu sisi kama Mashujaa, kwanza tunayo furaha kwa sababu imekuwa ni sehemu timu yetu imekuwa ni sehemu ambayo kila mwaka tuna uhakika wa kutoa walau wachezaji wawili mpaka mmoja. Hatusemi ni academy au ni vipi, tunahitaji kufanya maboresho, tunahitaji pia kufanya vizuri. Lakini pale ambapo mchezaji anakuwa amepata fursa ya kwenda kuhudumu mahala kwingine kimaslahi zaidi pia kwa upande wake, hatuna sababu yoyote ya kuweza kumzuia, kwa sababu mwisho wa siku tunazungumza maisha ya mpira wa miguu. Lazima usipokuwa na wachezaji wako pia wasipokuwa wanafanikiwa au wanaweza kusogea sehemu nyingine kubwa zaidi, unaweza nikaa kama mmedumaa. Kwa kwetu sisi tuna furaha kwa Hussein Mihambo pamoja na Abdul Malik na Asa kwa maarufu kama Gamal kuweza kujiunga na Young Africans. Kwa kwetu sisi ni furaha, kusema kweli ni furaha, na tunawatakia kila laheri huko endako. Kama klabu inaonekana mmeridhishwa na kile ambacho kimetokea kwenu nyinyi, tuwapongeze kwa hilo. Lakini vipi kuhusiana sasa na Mashujaa Football Club, mnajipangaje na msimu mpya, lakini pia usajili na pre-season kiujumla? Kiujumla tumeshamaliza tayari usajili, tushafunga kabisa usajili. Zoezi lilobaki tunafanya finishing. Unajua kufanya finishing wewe? Malizia. Yes, tunamalizia kwa wale ambao ambao bado wana mikataba au tunataka kuongezea mikataba, tunaongezea mikataba. Ni masuala ya kimikataba sasa hivi ndio ambao tunamalizia, na nafikiri kuanzia leo tutatoa thank you kwa wachezaji wetu ambao tumeachana nao, lakini kwa wale ambao tumefanya biashara kwa maana ya kuwauza pia tutawaaga kwa heshima na kama namna ambavyo wanavyostahili. Kuna wengine tumetoa kwa mkopo pia. Tutatoa taarifa ni nani ambaye tumewatoa kwa mkopo. Na baada ya hapo sasa tutaanza kushusha mitulinga ya kwetu sisi ambayo tumetengeneza timu nyingine. Kwa asilimia kubwa tu niwaambie Watanzania, tumeamua kujenga kikosi kipya. Tumeacha idadi kubwa sana ya wachezaji wengi na tumesajili idadi kubwa ya wachezaji. Kwa hiyo tumeamua kutengeneza timu ambayo tunaamini italeta ushindani, timu ambayo tunaamini itatupa mafanikio, itapambania ndoto za Watanganyika na kuweza kufanikisha kile ambacho tumekiweka. Ukitazama ratiba ya ligi tayari imetoka, muda uliopo, lakini pia na muda ambao mnataka kwenda kufanya pre-season, mmejipangaje hapo semaji? Ratiba tumeitazama ni nzuri. Ni nzuri. Mara kwanza wakati naiangalia nikasema imepangwa na AI au imepangwa na watu, lakini of course kwa mara ya kwanza tunaanzia mechi 3 ugenini. Tangu tumepanda daraja hatujawahi kucheza michezo 3 ugenini. Yani wakati tunaanza ligi tunacheza michezo 3 yote ugenini. Dhidi ya Coastal Union, dhidi ya Fountain Gate na dhidi ya Mbeya City, na baada ya hapo tunarejea Kigoma mchezo mmoja, na baadaye tunatoka tena kwenda kucheza na Dodoma Jiji. Kwa hiyo ni ratiba fulani ngumu ambayo iko very tight, lakini hakuna namna. Tuko kwenye msimu ambao tunahitaji bodi ya ligi pamoja na TFF wanahitaji msimu umalizike haraka kwa ajili ya kuelekea kwenye AFCON. So sisi tumejiandaa kwa ajili ya hilo, na leo rasmi tunaanza mazoezi ya hapa Dar es Salaam, na baada ya mazoezi ya hapa tutaelekea jijini Arusha kwa ajili ya kuweka kambi ya pre-season. Mmechagua Arusha kwa nini? Pengine mnaona ni sehemu ambayo itawapa pre-season nzuri, lakini pia maandalizi mazuri. Tunafahamu pia mna kocha mpya, benchi la ufundi pia mmefanya mabadiliko hapo, semaji? Kwanza ni kweli tuna benchi jipya la ufundi kabisa, kocha mpya na wachezaji kwa namba kubwa ni wapya. Why Arusha? Arusha ni kwa sababu ni eneo fulani tulivu. Arusha unaweza ukasema ni kama nchi nyingine. Kuna mazingira fulani tulivu. Unajua kuna mikoa ukikaa automatically unakuwa hata akili hauna.
Ndio. Kwa hiyo wakati mwingine unahitaji mkoa ambao kidogo unaweza ukakupa hali ya wachezaji kichwani kukuelewa, kuna kupa ile mazingira ya watu concentrate na mazoezi, hakuna usumbufu, hakuna makelele. Kwa hiyo tumechagua Arusha na nafikiri kwa wiki mbili ambazo tutakuwepo pale Arusha pia kutakuwa kuna tournament maalum ambazo zimeandaliwa, Super Cup fulani ambayo itahusisha baadhi ya timu za ligi kuu ambazo zimeweka kambi kule. Ndio. Kwa sisi tutakuwa ni sehemu pia ya mashindano hayo. Nafikiri hayo mashindano yatatupa njia nzuri na kumpa mwalimu maono mazuri kwa nini afanye vizuri kwenye msimu unaokuja. Matarajio yenu ni yapi kwenye msimu mpya wa kimashindano? Mko kwenye ligi kuu, lakini pia kombe la shirikisho la FA mtakuwepo hapo, lakini pia kwa kocha ambaye mmemchukua kutoka Dodoma Jiji, kitu gani hasa mlikiona kwake? Kwa sababu pia amefanya vizuri, ameshindana kiukubwa zaidi. Wewe nani amekwambia ni kocha wa Dodoma Jiji? Wezai wewe. Bana, kocha si mmemchukua lakini tujamtangaza kocha na kama ulivyosema ni kocha wa Dodoma Jiji, kwa hiyo tunajua ni kocha wa Dodoma Jiji, lakini tuupe muda nafasi, tutakuja kumtambulisha mwalimu ambaye amechukua nafasi ya Mwalimu Julio. Tunaamini juu ya ubora wake na uwezo wake na kile ambacho anaweza kwenda kukifanya. Tunaamini kabisa kwamba anaweza kuisaidia timu. CV yake ni nzuri kwa sababu amefundisha baadhi ya vilabu kwa muda mchache, lakini amekuwa na mafanikio mazuri. Kwa kwetu sisi tunaamini kabisa kwamba ana uwezo wa kutusaidia na kutufikisha pale ambapo tunatarajia. Matarajio yenu kwa msimu mpya wa ligi na namna ambavyo mmefanya msimu uliopita, bila shaka mshafanya assessment ya msimu uliopita mlipofanya, lakini pia msimu huu pia bila shaka mnatamani kufanya vizuri zaidi. Yes, kwa malengo yetu mara zote tumekuwa ni kumaliza nafasi 5 za juu. Tusipomaliza au tukimaliza kwetu ni mafanikio. Tusipomaliza watu na tabia kama ulivyosema kufanya assessment ya kuangalia nini kilitufelisha na nini kimetufaulisha. Kwa mpango wetu ni kumaliza kwenye hizo nafasi na kwenye mashindano ya FA kufika mbali zaidi. Kama itatokea na alhamdulillah, na kama haitokuwa imetokea pia bado tutaendelea kupambana kuona ni kwa namna gani tunaweza kufanikiwa na kufikisha, lakini kwa sasa malengo yanabaki hapo kwamba tunahitaji kumaliza kwenye nafasi 5 za juu. Aidha tutamaliza au tutomaliza ni swala la kusubiri na kuona. Semaji, tulikuwa mnasubiri sasa mtambulishe vyuma vyenu. Unatoa tahadhari gani kwa timu yoyote ambayo mtakwenda kutana kwenye ligi kuu, haijalishi mkubwa, mdogo, wakati au level gani? Sisi tunaruka nao tu kama wanavyokuja. Sisi tunaenda nao mdogo mdogo. Ndio maana sisi ndio timu pekee ambaye mpaka sasa hivi hatujatambulisha mchezaji, sisi na Fountain Gate. Fountain Gate wao mimi najua kina Isambuzi walifungiwa, kwa watajua wenyewe. Lakini sisi tunaanza kutambulisha kesho na watu wataanza kuona mitulinga ambayo tunashusha. Kwa hiyo wala mimi siwezi nikawapa ujumbe wote mkubwa na ujua wao, lakini tukutane tu kwenye peji yetu. Soko yuko kazini na muda sio mrefu tunaanza kudondosha chuma kimoja baada ya kingine. Mapigo na mwendo yako pale pale? Na kama ilivyo ada. Nikushukuru sana Semaji kwa muda wako. Asante sana. Asante sana. Tulikuwa tukizungumza na msemaji wa Mashujaa akielezea namna ambavyo amejiandaa na msimu mpya wa ligi kuu soka Tanzania bara, lakini kubwa zaidi usajili